tusimame. Watakuwa njiani, lakini wapo umoja wa wadau wa utalii, naomba tusimame. Wale pale, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, wapo umoja wa waendesha bajaji, naomba tusimame. Asante. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, wapo waendesha pikipiki, naomba tusimame. Asante. Asante. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, wapo wafanyabiashara wadogo kwa kundi lao ambao pia wamealikwa, naomba tusimame. Asante sana. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, wapo TNCCA iliyokuwa TCCIA mkoa wa Iringa, naomba tusimame. Wale pale, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, wapo jumuiya ya wafanyabiashara, naomba tusimame. Wale pale. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, walialikwa pia chama cha wanasheria TLS, naomba tusimame. Wako pale, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa. Lakini pia Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa alialikwa Chifu Adamu Mkwawa. Asante. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, katika hadhara hii pia walialikwa viongozi wa dini, naomba tusimame. Asante. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, katika hadhara hii pia alialikwa mstahiki meya wa manispaa ya Iringa. Asante. Pia alialikwa mkurugenzi wa manispaa ya Iringa. Asante. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, katika hadhara hii pia alialikwa Comrade Bernard Urassa, katibu tawala wa wilaya ya Iringa. Asante sana. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, pamoja na wote tuliowatambulisha, ilikuwepo kamati ya usalama ya mkoa ambayo pia ilialikwa, naomba tusimame. Kipekee kabisa naomba pia nimtambulishe Bitolis Mturi Kalasa, katibu tawala wa mkoa wa Iringa. Mheshimiwa Benjamin ya Iringa. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, baada aweze kutoa maelezo mafupi ya shughuli hii. Karibu sana. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kiongozi wetu Henry James, kwa ridhaa yako naomba niasili utambulisho ambao umefanywa na MC, nikitambua uwepo wa wote ambao tumekusanyika mahali hapa. Ninaomba leo, ikiwa ni siku maalum kabisa kwa Mamlaka ya Mapato Tanzania, tukiwa tunaadhimisha miaka 30 tangia kuanzishwa kwa Mamlaka ya Mapato Tanzania, lakini Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan akiwa anatoa tuzo kwa walipa kodi bora wa Tanzania kwa mwaka huu. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kama ambavyo nimesema awali ya yote, nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kukutana hapa siku hii muhimu baada ya hiyo miaka 30 ambayo tumesafiri ya Mamlaka ya Mapato Tanzania. Kipekee ni kushukuru Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa. Najua ratiba yako, lakini umepata nafasi ya kutenga muda wa kujumuika pamoja na sisi. Ama kweli unakuwa ni kiongozi ambao unadhihirisha ya kwamba tunapotembea kwa pamoja tunafika mbali, na unaishi yale maneno yako yanayosema Iringa imara tutaijenga kwa umoja na uwajibikaji. Tunakushukuru sana kama watumishi wa TRA, lakini naamini kwamba naungana na viongozi wenzangu na wadau wote waliokusanyika mahali hapa kuweza kushukuru sana pamoja na timu yako yote. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kama ambavyo nimetangulia kusema, Mamlaka ya Mapato Tanzania ilianza tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka 1996, na hivyo tarehe 1 leo mwaka 2026 inatimiza miaka 30 kama ambavyo nimetangulia kusema. Ni vema umati ambao umekaa mahali hapo ukafahamu
ya kwamba mwaka ambao Mamlaka ya Mapato Tanzania ilianza mwaka 1996 ilikusanya tu bilioni 531. Lakini naomba nikuhakikishie na niwajulishe umma kwa mwaka huu 2025-26 Mamlaka ya Mapato Tanzania imekusanya zaidi ya trilioni 36. Kama hiyo haitoshi, kwa kuwa mikoa mbalimbali ndo inafanya jukumu hili kubwa, ninaomba tu nitoe taarifa ya mkoa wetu kwa miaka miwili. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, mwaka jana, kwa maana ya mwaka 2024-2025, Mamlaka ya Mapato Tanzania mkoa wetu wa Iringa tulikuwa na lengo la bilioni 57. Kwa umoja wetu wa pamoja ambao unadhihirika leo hapa, tulifanikiwa kukusanya bilioni 60. Na mwaka huu 25-26 tulikuwa na lengo la bilioni 64.894. Kwa mkusanyiko huu, kwa umoja wa Wanairinga na mashujaa wafanyabiashara, tumefanikiwa kukusanya kwa taarifa ya awali bilioni 70. Ukusanyaji huu wa mapato unadhihirisha utayari wa wafanyabiashara, ushujaa wa wafanyabiashara, uzalendo wa wafanyabiashara, na kama sio hiyo haitoshi, uaminifu wa wafanyabiashara. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, makusanyo hayo pamoja na mambo mazuri ambayo nimeyataja, utayari wa wafanyabiashara, pia umechagizwa na mifumo thabiti ambayo Mamlaka ya Mapato Tanzania inaendelea kuimarisha, ikiwa ni pamoja na mfumo wa IDRAS ambao pia ulizinduliwa tu mwaka huu Februari, lakini na mfumo ule wa forodha wa TANSIS. Hiyo ni mifumo kulingana na ukuaji wa teknolojia imewezesha kukusanya mapato hayo. Lakini pia uwajibikaji wa walipa kodi, mazingira mazuri ya utoaji wa huduma yamewezesha mafanikio hayo. Kwa pamoja, sisi kama watumishi wa Mamlaka ya Mapato Tanzania tulioko mahali hapa, tunawashukuru sana na tunawapongeza sana. Hivyo Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, mafanikio hayo yanatupatia ujasiri usio na mashaka wa kuwashukuru na kutoa heshima ya pekee kwa walipa kodi wote na kuwajulisha kuwa kodi ndio usalama wa nchi, kwani huwezesha maendeleo ambayo tunayaona, ikiwa ni pamoja na ujenzi wa miundombinu, ikiwa ni pamoja na utoaji wa huduma za kijamii. Ikiwa hayo yote yanapokuwa yanafanyika, kimsingi ni kwamba tunatekeleza katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, naomba niendelee kuhakikishia wadau wote ambao wamekusanyika mahali hapa ya kwamba TRA itaendelea kuimarisha matumizi ya teknolojia, itaendelea kuongeza ubora wa huduma kwa walipa kodi, itaendelea kupanua wigo wa kodi, itaendelea kuimarisha usimamizi wa shughuli za kiforodha na kujenga utamaduni wa ulipaji wa kodi kwa hiari na kwa wakati, ili kumwezesha kila Mtanzania, kila mwana Iringa anayepaswa kulipa kodi afanye hivyo kwa urahisi, kwa haki na kwa wakati, ili kuchangia maendeleo ya taifa letu. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, nimalizie kwa kurudia kuwashukuru nyote, wewe binafsi pamoja na timu yako yote na wadau wote ambao wamekusanyika mahali hapa, ikiwa ni pamoja na watumishi wenzangu wa Mamlaka ya Mapato Tanzania. Ni rai yangu na kuwaomba sana, tunapoanza mwaka 2026-27 ukiwa ni mwezi wa 7, tuanze kwa pamoja, tutembee kwa pamoja na tumalize pamoja, ili kukusanya na kuzidi malengo ya miaka iliyopita, kwani wanasema adui wa mwisho ni mafanikio yako ya mwisho. Ninaamini tutaendelea kuyalinda na kuyaenzi na sote kuibuka tukiwa washindi. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, miaka 30 ya TRA, kulipa kodi ni uzalendo na ushujaa kwa maendeleo na kujitegemea kwa taifa letu. Ninawashukuru sana. Kwa kuzingatia muda tulio nao, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, naomba nitumie nafasi hii kuweza kukaribisha ili uweze kuongea na halaiki hii. Karibu sana. Naomba tuketi.
Comrade Benjamin Sita, katibu tawala wa mkoa wetu wa Iringa Madam Kalasa, kaimu meneja wa TRA Iringa ndugu yangu Musa Robinson Harun, viongozi wote wa serikali, viongozi wa taasisi za serikali na binafsi, mashujaa wazalendo, walipa kodi wote, waandishi wa habari, mabibi na mabwana, kamwene. Ndugu kaimu meneja wa TRA, ninawashukuru kwa kunialika kushiriki kwenye tukio hili adhimu la utoaji wa tuzo za Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, ikiwa ni sambamba na maadhimisho ya miaka 30 ya Mamlaka ya Mapato Tanzania tangu kuanzishwa kwake mwaka 1996 yenye kauli mbiu ya kulipa kodi ni uzalendo na ushujaa kwa maendeleo na kujitegemea kwa taifa letu. Ujumbe wangu kwa wadau wote, kutoa huduma na wafanyabiashara, ninaomba kupitia tukio hili la utoaji wa tuzo kwa walipa kodi bora liwe chachu katika kutimiza wajibu wetu kwenye masuala ya kikodi kwa kujisajili, kwa kuwasilisha ritani za kodi zetu na kulipa kodi stahiki kwa wakati. Tukifanya hivyo, tutaonyesha thamani ya tukio hili adhimu na kuungana na Mheshimiwa Rais kuhakikisha Tanzania yetu inasonga mbele, na kulipa kodi si adhabu bali ni wajibu wa kikatiba na msingi wa maendeleo ya taifa letu. Ndugu walipa kodi na wanairinga wenzangu, kipekee nimpongeze Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa utoaji wa tuzo kwa walipa kodi bora, kwani tukio hili linaonyesha serikali inatambua thamani na mchango mkubwa wa walipa kodi katika maendeleo ya taifa letu. Hata hivyo, itakuwa mtoyo wa fadhila nisipompongeza ndugu yangu Bwana Yusuf Juma Mwenda, kamishna mkuu wa TRA, na watumishi wote wa TRA kwa kuendelea kutoa huduma bora na rafiki iliyojaa uadilifu na weledi mkubwa ambao mwitiko wake ni matokeo ya mafanikio tuliyonayo. Tuwapigie makofi mengi sana watumishi wote wa TRA kwa kazi kubwa na nzuri. Mkoa wa mkoa anaendelea kujivunia wakati wote huduma nzuri inayotolewa, kazi kubwa inayofanyika, ushirikiano unaopatikana, na kwa haya yote sisi wote tunajivunia kazi nzuri ya Mamlaka ya Mapato ndani ya mkoa wetu wa Iringa. Pia nitumie nafasi hii kuwapongeza walipa kodi wote kwa uzalendo wao, utayari wao na uaminifu wao wa kulipa kodi kwa hiari, kwani kila kodi inayolipwa kwa wakati ni mchango wa moja kwa moja katika maendeleo ya mkoa wetu wa Iringa na taifa letu kwa ujumla. Ndugu wananchi wenzangu, ndugu walipa kodi, miaka 30 ni kipindi muhimu kinachoonyesha mchango mkubwa wa TRA katika kujenga uchumi wa taifa letu, na ni kipindi kinachoonyesha safari ya mafanikio na changamoto za TRA ilizozipitia katika kutimiza wajibu wake wa kutathmini, kusanya na kuhasibu mapato ya serikali. Ndugu meneja wa TRA amesema kwa mwaka 1996 mpaka 97 TRA ilikusanya bilioni 531, lakini kwa mwaka 2025-26 imekusanya zaidi ya trilioni 36. Haya ni mageuzi ya kiwango. Tuwapigie makofi mengi. Ni hatua kubwa sana ya mafanikio yaliyopelekea uhalali wa tukio hili la utoaji wa tuzo za Mheshimiwa Rais na maadhimisho ya miaka 30. Hongereni wa Tanzania, hongereni Mamlaka ya Mapato Tanzania. Hivyo ni rai yangu kuwa watumishi wa TRA mtaendelea kujenga mahusiano mazuri na walipa kodi, kwa kuwa mafanikio ya ukusanyaji wa mapato pamoja na mambo mengine yanategemea uelimishaji, ushawishi, ushirikiano na kuaminiana baina ya pande zote mbili. Mwisho, kwa niaba ya serikali ya mkoa nawapongeza TRA kwa kutimiza miaka 30 ya huduma kwa taifa, na ninawatakia mafanikio makubwa zaidi katika mwaka huu tunaoanza hivi sasa. Lakini kwa upekee ni washukuru sana jumuiya zote za wananchi wa mkoa wa Iringa, wafanyabiashara, watu wa huduma, viongozi wa dini, viongozi wa mila, viongozi wa kuchaguliwa, viongozi wa kuteuliwa. Kwa hakika ushirikiano wenu umefanya mkoa wetu kufanya vizuri kwenye makusanyo. Tujipigie makofi wote. Kwa miaka 30 wa Iringa ni mafanikio ya kila mmoja wetu. Hata yule ambaye bado hajawahi kodi amekuwa ni mnufaika wa kodi inayokusanya. Mageuzi makubwa tunayoona katika sekta ya elimu, sekta ya afya, sekta ya miundombinu na sekta zingine zote tunazobeba uchumi wa mtu mmoja mmoja na uchumi wa taifa, msingi wake ni kodi zinazokusanywa kutoka kwa Watanzania wenzetu ambao wanawajibika kwa mujibu wa sheria kulipa kodi hizo. Hivyo nichukue fursa hii kuwahamasisha ndugu wananchi wenzangu, tuendelee kufanya wajibu huo wa kulipa kodi. Lakini pia na wale ambao kodi hizi zikikusanya zinarudishwa kwetu kwa maana ya shughuli za utekelezaji kwa huduma za wananchi, tuwe waadilifu kwa jasho hili la wananchi linalokusanywa, ili tuhakikishe kwamba matokeo ya kodi zao yawe ni ushawishi wa kuendelea kutoa zaidi, ili serikali yetu iendelee kuwahudumia kwa utija na ustawi ulio bora zaidi. Baada ya maelezo haya, kwa niaba ya serikali ya mkoa na wapo ambaye ni sehemu ya mafanikio haya, miaka 30 ya TRA kulipa kodi ni uzalendo na ushujaa wa maendeleo na kujitegemea kwa taifa letu. Hivyo kila mmoja awajibike katika kuhakikisha haya yanatokea. Mungu ibariki Tanzania, Mungu bariki mkoa wetu wa Iringa, na Mungu bariki kila mmoja ambaye ni sehemu ya mafanikio haya. Asanteni sana kwa kunisikiliza.
Asante. Tunashukuru sana kwa hotuba hiyo fupi kabisa iliyosheheni hekima na busara za aina yake. Tunaomba tuendelee kutafakari hotuba hiyo fupi, na naomba wenzetu watu wa masuala ya teknolojia, kwa mujibu wa ratiba yetu tunaelekea kwenye eneo la kujiunga na wenzetu kule Mlimani City, Dar es Salaam kwa ajili ya kufuatilia matangazo ya moja. Naam, mtazamaji wa Matukio Daima, kwamba hii leo ni siku maalum kwa Tanzania, ambapo leo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan anashiriki katika tukio muhimu sana, tukio la tuzo ya Mheshimiwa Rais kwa mlipa kodi. Na tukio hili TRA, makao makuu TRA kote nchini wanaadhimisha pamoja na walipa kodi wao. Sasa hapa mkoani Iringa, mimi ni Francis Godwin na kukaribisha kuweza kuungana nasi hapa Iringa ili kuweza kuangalia kwa kiasi gani kwamba wadau wakubwa wa TRA, walipa kodi wakubwa, walivyojiandaa kwa ajili ya siku hii na kwa kiasi gani kwamba wanashiriki katika uhamasishaji na ulipaji kodi. Na naye hapa karibu sana. Asante sana. Mimi naitwa Hamidi Mbata, ni mwenyekiti wa Tanzania National Chamber of Commerce kwa mkoa wa Iringa, lakini ni mfanyabiashara kwa jina la kampuni naitwa Planet 2000 Computers and Electronics. Ndiyo. Ni kampuni ya siku nyingi kidogo hapa Iringa. Ina takriban miaka 26 sasa toka imeanzishwa. Lakini kwa leo pamoja na ulipa kodi, lakini nimekuja pia kama mwenyekiti wa Tanzania National Chamber of Commerce katika mkoa wa Iringa. Tanzania National Chamber of Commerce, nyinyi mnajihusisha na nini hasa na nini mchango wenu katika ulipaji kodi? Tanzania National Chamber of Commerce ni taasisi inayoshughulika na sekta binafsi. Ni taasisi ambayo imeundwa kwa mujibu wa katiba, na yenyewe kazi yake kubwa ni kutetea na kusimamia maslahi ya wafanyabiashara, lakini kuishauri serikali namna nzuri ya kufanya mazingira ya uwekezaji na ufanyaji biashara kuwa bora. Ni taasisi ambayo inaunganisha kati ya serikali na sekta binafsi katika Tanzania. Lakini kwa mkoa wa Iringa mimi ndio mwakilishi wa mkoa. Na kwa kiasi gani kwamba nyie kama Tanzania National of Commerce mnashiriki kulipa kodi? Kulipa kodi kwanza, ili uwe mwanachama wa Tanzania National Chamber of Commerce, mwanachama ni lazima uwe mfanyabiashara. Maana yake mwanachama yoyote wa TNCC, Tanzania National Chamber of Commerce, ni mlipa kodi halali. Kwa sababu huwezi kuwa mwanachama wa Chamber of Commerce kama sio mfanyabiashara moja, lakini pia huwezi kuwa mwanachama kama huna TIN. Maana yake huwezi kuwa mfanyabiashara alafu hujasajiliwa na identification ya mlipa kodi. Kwa hiyo sisi kama Tanzania National Chamber of Commerce tunahakikisha kwamba wafanyabiashara wetu wote, pamoja na kuwatengenezea mazingira mazuri ya ufanyaji wa biashara, lakini wanalipa kodi, na wanalipa kodi kwa mujibu wa sheria na utaratibu. Kinachofanyika kwa National Chamber of Commerce ni kuhakikisha kwamba wale tunaowatetea na kuwasimamia, ambao ni wafanyabiashara wenye viwanda, kilimo, wenye madini na utalii na kadhalika, wote wanafanya kazi katika mazingira yaliyokuwa bora, na sisi tuna sehemu ya kuishauri serikali, na tunafanya vikao vingi pamoja na serikali pamoja na wafanyabiashara wetu, ili kuhakikisha kuondoa changamoto zote zinazojitokeza kwenye biashara na kuweka mustakabali mzuri wa ufanyaji biashara na uwekezaji katika Tanzania. Kwa mara ya kwanza ama kwa mara nyingine, Tanzania inakwenda kuandika historia ya kuwa na tuzo za Mheshimiwa Rais, tuzo ya mlipa kodi. Nyie kwenu kama Tanzania National of Chambers, kwa kiasi gani kwamba tuzo hizi mnafikiri kwamba zinawaheshimisha wafanyabiashara, zinatambua mchango wa wafanyabiashara na zinatambua mchango wa walipa kodi nchini? Kwanza kwa hatua hii mimi nichukue nafasi hii kumpongeza sana Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na serikali yake ya awamu ya 6 imekuwa moja kati ya serikali ambazo zimetoa kipaumbele kikubwa sana kwa sekta binafsi. Na hichi kinachofanyika leo ni jambo ambalo lilikuwa linafanyika kila wakati, lakini lilikuwa halijafikia level ya presidential award. Kwa hiyo kuingia yeye mwenyewe na kutoa hizi tuzo, anaongeza motisha na anaongeza ulipaji kodi wa hiari, lakini pia anaongeza ushindani katika kulipa kodi. TCCIA
TNCC kama Chamber of Commerce, hili jambo tulikuwa tumelishauri toka zamani na lilikuwa linafanyika katika level za mikoa, lakini kwa level iliyofikiwa sasa na jinsi tunavyokwenda, utaona Bwana Francis, kila mwaka utakuta TRA wanavuka lengo waliojiwekea, kila mwaka wanavuka lengo wanalojiwekea. Kwa nini? Ni kwa sababu ya ushirikishwaji sasa. Ile integration kati ya TRA na wafanyabiashara imekuwa kubwa zaidi, na sasa hivi mfanyabiashara amekuwa rafiki wa TRA. Zamani kuna kipindi kilitokea kama mfanyabiashara akawa kama ni adui wa TRA, lakini kumefanyika mageuzi makubwa sana katika sera na mipango ya serikali kuhakikisha kwamba sekta binafsi na wafanyabiashara zinakuwa, uwekezaji unakuwa kwa ajili ya nini? Ya kukuza uchumi wa nchi. Kwa hiyo katika kufanya hivyo mambo mengi yamerekebishwa, kodi nyingi na ushuru ambazo zilikuwa hazina sababu zimeondolewa, zinawafanya walipa kodi kila mmoja ajisikie raha kufanya nini? Kulipa kodi. Lakini pia yale mambo yanayofanyika ya maendeleo tumeshuhudia, mahospitalini vifaa vinanunuliwa, mahospitali yanajengwa, zahanati zinaongezeka, shule zinajengwa, yani kila idara, barabara, miundombinu inaimarishwa, umeme unapatikana. Kwa hiyo vile vitu wa Tanzania sasa hivi wameamka, wakiona vitu vinafanyika na wanajua kabisa vinafanyika kwa sababu ya kodi yetu, basi wanapata hamu ile ya kuendelea kulipa kodi. Lakini pia ile tabia ya mamlaka ya mapato ya zamani, kumuona kama mfanyabiashara wakati wote yani mwizi, mdanganyifu na kadhalika, ilikuwa inarudisha nyuma sana maendeleo ya ulipaji wa kodi. Lakini sasa hivi TRA imekuwa rafiki. Hata sisi Chamber of Commerce tunaona kabisa ule muunganiko sasa hivi tunauona. Na kwa nini? Kwa sababu wametuengage sana, wametuunganisha sana sisi taasisi za sekta binafsi na wao. Kwa mfano TRA sasa hivi tuna mikataba kadhaa ya ufanyaji kazi kwa pamoja, lakini tuna mkataba na mashirika mengine, tuna mkataba na taasisi zingine kama TAA, OSHA na kadhalika. Yote hii ni katika kutafuta namna gani kuweka mbinu rahisi za ufanyaji biashara. Na hii sasa ndio inafanya watu wanakuwa na hamu ya kufanya biashara, lakini wanakuwa wanalipa kodi zao, lakini wanalipa kodi kwa wakati na kwa mujibu wa sheria. Dakika chache ama muda mfupi ujao kwamba Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan atakuwa akiwatunuku wale vinara wa ulipaji kodi. Kwa kiasi gani kwamba tukio hili nyie kama wafanyabiashara kupitia chemba wafanyabiashara hapa mkoani Iringa mnaisubiri kwa shauku kujua nani kinara wa ulipaji kodi? Kwa kweli tunasubiri kwa shauku kubwa sana. Tunasubiri kwa shauku kubwa kwa sababu kubwa mbili. Moja, kujua nani kinara. Lakini la pili, kuona namna gani mapokeo ya wale wafanyabiashara wengine wakubwa, wadogo na wakati wanalipokeaje hili jambo, na nini sisi tutajifunza kama Chamber of Commerce. Lakini pia kuangalia na TRA, mamlaka hizi katika mikoa na zenyewe nini tunajifunza, ili tuweze kureflect kile anachokifikiria Mheshimiwa Rais, kuviweka kwenye vitendo katika maeneo ambayo sisi tunasimamia utekelezaji wa biashara pamoja na ulipaji wa kodi. Kwa hiyo hili kwetu sisi kwanza ni darasa kubwa, kiongozi mkubwa wa nchi kutambua ulipaji kodi ni jambo kubwa sana, pamoja na kutoa motisha, lakini ni jambo ambalo linaonyesha kabisa kwamba rais yuko committed kiasi gani kwenye sekta binafsi. Pamoja na mafanikio ambayo umekwenda kuyataja ya TRA kuelekea tuzo ya Mheshimiwa Rais ya mlipa kodi, unafikiri kwamba ni mafanikio gani nyesa kama chemba ya wafanyabiashara hapa Iringa ambayo mnayaona kwa TRA ya sasa na TRA ya miaka ya nyuma ambapo wafanyabiashara kwa wakifungiwa maduka? Kusema kweli TRA ya sasa ni ya kisayansi sana. Na jana sisi tulikuwa tuna uzinduzi wa Tanzania National Chamber of Commerce Portal, mfumo ambao utaruhusu sasa mlipa kodi au mwanachama yoyote wa Tanzania Chamber of Commerce anaweza akapata huduma za kupata certificate of origin, ambayo ni certificate ya uhalisia wa bidhaa yake kwenda kama anasafirisha nje, lakini pia kutaka kuingia wanachama, lakini pia kutaka kujua baadhi ya taratibu za TRA hasa katika biashara za mipakani. Sasa hili jambo sisi tumechukua baada ya kuona mabadiliko makubwa, transformation kubwa inayofanyika katika sera za biashara. Sera za biashara na viwanda zilizokuwa zamani na sasa zinakwenda tofauti, kwa sababu hata jana tulikuwa tunamsikia waziri dada Kapinga alikuwa anazungumzia habari ya transformation, kwamba biashara ya leo huwezi kuifanya kwa njia ya jana. Mambo yanabadilika. Sisi tumeondoka kwenye transformation, sasa tunakwenda kwenye dijitali, lakini serikali inakwenda mbele zaidi kidijitali. Umeona kuna mfumo sasa unaitwa IDRAS,
IDRAS ni mfumo wa TRA ambao unamruhusu mlipa kodi kujihudumia mwenyewe akiwa ofisini kwake au nyumbani kwake kwa kutumia aidha simu ya kiganjani au kompyuta akiwa ofisini kwake. Sasa huo mfumo unafanya ulipaji kodi kwanza unakuwa rahisi, alafu na mfumo wenyewe ni rahisi kuutumia. Sasa vitu kama hivi tunavyoita transformation. Unafanya transformation, usifanye transformation wewe kama taasisi, lazima uhakikishe unafanya transformation unaondoka na wale ambao unawahudumia. Kwa hiyo sisi kama Tanzania National Chamber of Commerce tumefanya, na sisi tuko kwenye transformation kuelekea digital information and technology ili kuhakikisha kwamba tunaendana na kasi ya mabadiliko ya teknolojia. Vinginevyo tutabaki nyuma, na ukibaki nyuma maana yake biashara ikibaki nyuma na kodi imebaki nyuma na uchumi umebaki nyuma na kila kitu kimebaki nyuma. Kwa hiyo sisi tunakwenda kasi inayokwenda serikali na sisi tunakwenda na kasi ile ile. Na tunawaomba sana wanachama wetu wote popote pale walipo wawe watu ambao kwanza waipende nchi yao, wapende kukuza uchumi kupitia kodi zao, lakini wajisajili kwenye mifumo mbalimbali kupitia Tanzania National Chamber of Commerce ili waweze kupata huduma sasa kwa urahisi zaidi na huduma ya uhakika. Kwa mfano, kupitia mfumo wetu sisi tulioanzisha huu wa Tanzania Chamber Portal, mfanyabiashara yoyote mahali popote alipo anapopata kikwazo chochote kisicho cha kikodi anaingiza taarifa yake pale pale, kama kwenye simu yake au kwenye kompyuta, pale pale anapata majibu ya nini kinafanyika, kwa sababu tumeona kulikuwa kuna changamoto sana ya biashara hasa za mipakani. Mpaka kama Tunduma, unaweza kukuta mfanyabiashara yuko pale, kuna jambo dogo tu ambalo akulikamilisha au litakiwa likamilishwe, lakini anakwamishwa kwa sababu tu aidha hafahamu au hajui nani wa kumsaidia. Mfumo wetu unamruhusu sasa yeye kuingiza pale kwamba niko mpakani Tunduma na tatizo 1 2 3. Mifumo hii inasomana. Taarifa hiyo itakwenda TRA, taarifa hiyo itakwenda Chamber of Commerce. Sisi Chamber of Commerce tunajua jambo hili nani anatakiwa kushughulikia, na TRA wanajua jambo hili nani anatakiwa kushughulikia, kama ni la kiforodha, kama ni la kikodi, kama ni la importation na kadhalika. Sasa ile inasaidia sisi kutoa maelekezo pale pale huko mipakani. Kwa mfano Tunduma sasa hivi sisi tuna ofisi ya Tanzania National Chamber of Commerce ya mkoa wa Songwe, lakini tumeweka branch ndani ya boda. Kwa hiyo mtu anapata huduma pale, na mipakani kote tumefanya namna hiyo. Mtazamaji, Matukio Daima, kwamba hili ni tukio kubwa sana, tukio la utoaji wa tuzo za Mheshimiwa Rais, tuzo ya mlipa kodi, ambapo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ameamua kuwaheshimisha walipa kodi na kuja na tuzo ya Rais ya mlipa kodi. Na tuzo hii ya Rais ya mlipa kodi ambayo inafanyika hivi leo ni tuzo ambayo inakwenda sanjari na maadhimisho ya miaka 30 ya kuanzishwa kwa TRA nchini, lakini sanjari na wiki ya mlipa kodi, ambayo wiki hii ya mlipa kodi katika maeneo mbalimbali ya Tanzania yamefanyika matukio kadha wa kadha. Ndani ya mkoa wa Iringa, miongoni mwa matukio ambayo yamekwenda kufanyika ni pamoja na kupanda miti katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Iringa, kutoa misaada mbalimbali, lakini pia kufanya matembezi kwa ajili ya kuwakumbusha walipa kodi umuhimu wa wiki hii. Na haya ni miongoni mwa matukio ambayo yamekwenda kufanyika, lakini shabaha kubwa ikiwa ni kuadhimisha wiki ya mlipa kodi na miaka 30 ya kuanzishwa kwa Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA. Na hadi hivi sasa ninavyozungumza, hadi wakati huu kabla ya tuzo hazijatolewa, ni kwamba kamishna mkuu wa TRA ni Bwana Yusuf Mwenda. Hatujui kwa lolote ambalo linaweza kutokea, lakini wao Chamber of Commerce wanazungumzaje jitihada na utendaji kazi wa kamishna mkuu wa TRA Yusuf Mwenda? Kusema kweli, kwa uwazi kabisa, Yusuf Mwenda ni mmoja kati ya makamishna bora kabisa kuwahi kutokea katika tasnia ya ukusanyaji wa kodi. Angalia toka amefika, hebu wewe kama unakumbuka, toka amefika hakuna mwaka ambao hakutimiza lengo na kuvuka lengo toka ameanza kuongoza, na spirit hii inakwenda inasambaa mpaka mikoani. Sasa hivi mameneja wa mkoa, tuchukulie mfano meneja wa mkoa huyu aliyetoka Bwana Peter Jackson, amepita kwenye njia zile zile za Bwana Yusuf Mwenda. Yusuf Mwenda pamoja na kwamba ni kamishna mkuu wa Mamlaka ya Mapato Tanzania, lakini bado ana uwezo wa kwenda kumtembelea mfanyabiashara yeye binafsi, kusogea pale, lakini kwenda kuona naye na kuongea na kupokea changamoto zingine yeye binafsi. Sasa ukiangalia kwa nafasi yake alionayo, ilikuwa sio rahisi kwa kamishna kusema atatoka pale atakwenda kumtembelea mfanyabiashara.
lakini tunazo taarifa sisi kama Chamber of Commerce, tukipeleka malalamiko yale anayaagiza na mengine anayokutana nayo anashughulika nayo yeye mwenyewe. Sasa hii ndo aina ya uongozi tunaotaka, na hii ndo aina ya uongozi ambao Mama Samia anataka. Mama Samia anataka viongozi wote, be it kwenye sekta binafsi au kwenye sekta ya umma, wawe ni msaada kwake yeye kureflect anachokitaka kwenda kwa wananchi, na anatamani vitu hivi na matokeo yake ayaone kutoka kwa wananchi. Anatumia usemi sasa hivi kwamba anataka kila mwananchi awe na tabasamu. Huwezi kuwa na tabasamu kama kila jambo unalolifanya wewe unaonekana kila kitu umekosea, kila kitu umefanya hivi. Angalia Bwana Francis, sasa hivi huwezi kusikia kuna biashara ya mtu imefungwa kwa namna yoyote, kwa kosa lolote lile litakalotokea la kibiashara, labda tu kufanya biashara za magendo na mali ambazo na biashara ambazo ni haramu. Lakini biashara zote halali, uwe umekosea kodi, uwe umekosea ufunguaji, uwe umekosea leseni, hufungiwi, na badala yake unapewa elimu ya nini kinatakiwa kufanyika ili wewe uendelee kufanya biashara. Na sisi sasa Tanzania National Chamber of Commerce tumelazimika sasa kushuka kwenda chini, kwa sababu moja ya spirit zetu sasa sisi ni kumwezesha mfanyabiashara mdogo kukua kwenda katikati na baadaye kuwa mfanyabiashara mkubwa, badala ya kumngojea mfanyabiashara wakati na mkubwa ili tumhudumie. Kwa hiyo sisi priority yetu sasa ni kuhakikisha wafanyabiashara wadogo wanawezeshwa, tunawajengea uwezo ili aweze kutoka kwenye biashara ndogo au biashara ya kati na baadaye biashara kubwa, kwa sababu tutakapomkuza ndivyo tutakavyokuza uchumi wa nchi kupitia kodi. Kwa hiyo sasa hivi na sisi tumebadilika, hatufanyi kazi kwa mazoea, tunafanya kazi kuendana na mazingira yanavyokwenda. Hakika utakavyomkuza ndivyo atakavyokuza uchumi wa nchi. Ndivyo ambavyo namaliza na Bwana Himidi Mbata. Yeye ni mwenyekiti wa Tanzania National Chamber of Commerce hapa mkoani Iringa, na amezungumza mengi kuhusiana na miaka 30 ya TRA, wiki ya TRA, lakini pili tuzo za Mheshimiwa Rais Samia kwa maana ya kumtambua mlipa kodi. Si kwamba wewe ambaye unauza mchicha hutambuliki. Kila moja ana nafasi yake katika ulipaji kodi. Wewe ukienda kununua mchicha, kama utadai risiti, amini kwamba umechangia ulipaji kodi. Na wewe muuza mchicha, kama utatoa risiti, na umechangia ulipaji kodi. Na kwamba risiti zinazozungumzwa zipo risiti za EFD, risiti za mashine, lakini hata risiti ya mkono inatosha kuweza kuweka kumbukumbu, inatosha kuweza kutambua umuhimu wako kwamba wewe pia unathamini ulipaji kodi. Kwa hivyo ndio maana nakwambia ukiuza toa risiti na ukinunua dai risiti. Asante sana, nikushukuru sana. Asante sana Francis Godwin, na mimi niwashukuru sana Matukio Daima. Ni moja kati ya vyombo vya habari vinavyosaidia sana kuelimisha umma. Umma unapata matukio. Unajua mambo mengi yalikuwa yanafanyika, watu wanakuwa hawana uelewa, watu hawafahamishwi. Lakini chombo cha Matukio Daima mimi nimeshuhudia sasa hivi kinafika kila eneo, kila mwenye simu ya hata ile ya gharama ndogo, mradi na internet, anapata taarifa kwa wakati, anapata taarifa za uhakika, na hicho cha muhimu, taarifa za uhakika. Niombe tu muendelee kutusaidia katika maeneo mbalimbali, na zinapopatikana changamoto, kama ni changamoto ya kibiashara, namba yangu unayo, wafahamisheni watu wafike kwenye ofisi zetu, au wewe mwenyewe nipigie changamoto yote unayokutana nayo mahali popote, kwa sababu sisi tuna matawi karibu katika wilaya zote za Tanzania, na humu wilayani tuna maeneo yetu ambayo tunafanya kazi kwa wakati wote. Kwa hiyo tunapojitokeza changamoto, tuwasaidie wananchi, tumsaidie rais kuwafanya wananchi wawe na tabasamu. Asante sana. Na kwa kuwa leo ni siku ya mlipa kodi, si vyema kwamba kuweza kujua mengi kuhusiana kujiunga na chama hichi, lakini wakati mwingine utapata wasaa wa kuweza kuzungumza nao na kuweza kujua wewe mfanyabiashara unajiungaje na chama hichi na unanufaika nini. Lakini leo si sehemu yake, leo ni siku pekee kwa maana ya kuweza kusherehekea na kuweza kumtambua mlipa kodi. Ndio shauku yetu, na mimi nikushukuru sana bwana. Nakushukuru sana, asante sana Francis Godwin. Basi wakati mwingine tutazungumzia na nitakitumia sana chombo chako kutangaza na kuwapa watu taarifa, lakini waombe tu wanachama wafanyabiashara wote wadogo, machinga, kina mama na kadhalika, tufike kwenye ofisi zetu, ziko Retco. Wakati wote unapokuwa na jambo la kujiuliza, tuko tayari kusaidia. Asante sana. Asante sana. Naam, ndivyo ambavyo tunahitimisha hapa na Bwana Mbata, lakini bado tunao walipa kodi. Miongoni mwa walipa kodi ambao wanasema hawavumi lakini wamo ni pamoja na bajaji Iringa. Mimi ni Francis Godi.
Habari za sasa. Na mimi naitwa Francis God. Mimi naitwa Melabu Kiwele, mwenyekiti wa umoja wa bajaji Iringa. Karibu. Ndio. Tunasubiri kuweza kufahamu mlipa kodi leo atakayechukua tuzo ya Mheshimiwa Rais ya mlipa kodi. Nyie kama chama cha bajaji Manispaa ya Iringa, kwa kiasi gani mnashauku kuweza kujua na kiasi gani mnashiriki ulipaji kodi? Kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa mwaliko, lakini jambo la pili, sisi ni walipa kodi wazuri sana katika taifa hili la Tanzania, hasa tukiwakilisha manispaa ya Iringa. Sisi walipa kodi kwenye bajaji tunalipa shilingi 120 kwa mwaka, na tumekuwa tukihamasisha wadau wanaomiliki vyombo hivi, lakini na madereva pamoja wamekuwa wakilipa kodi. Nafikiri mashahidi ni TRA wenyewe. Sisi kama viongozi tumekuwa kiunganishi kizuri kati ya sisi na serikali ili kuhakikisha kila chombo cha moto ambacho ni bajaji kinalipa kodi. Yes. Siku hii ya tuzo za rais za mlipa kodi, kwa kiasi gani kwamba mmefurahia ama mna maoni gani siku hii? Sisi tumefurahi kwa sababu walipa kodi wa mkoa wa Iringa kama wanalipa kodi ndio maendeleo tunayoyaona. Kuna hizo fedha zinaweza kujenga mashule, lakini hospitali, barabara, miundombinu ya afya. Kwa hiyo sisi kama viongozi tunafurahi na tunajua mkoa wa Iringa kuko shwari na watu wanaendelea kulipa kodi kwa hiari, kwa sababu wanataka nchi yao iendelee. Nchi inayojitegemea ni nchi bora zaidi kuliko nchi inayohitaji utegemezi. Na tukio hili la tuzo ya rais ya mlipaji kodi, kwamba nini rai yako wewe kama mwenyekiti sasa kwa madereva bajaji na watumiaji wa huduma hii ya usafiri kuona kwamba wanalipa kodi? Kwanza watambue wanapokuwa wanatumia hivi vyombo na tusapoti sisi ili tulipe kodi. Kwa hiyo wale abiria ambao wanapanda kwenye vyombo vyetu wakitusapoti kwa kupanda bajaji zetu, basi na sisi tutapata nafasi ya kulipa kodi. Lakini kwenye hii tuzo ya Mheshimiwa Rais, mlipa kodi atakayekuwa amechukua, sisi tutampongeza kama umoja wa bajaji, na sisi kama sio sisi tutajipanga kwa wakati mwingine tuhamasishe zaidi mkoa wa Iringa angalau tuwe namba 1 kwa ulipaji wa kodi kutoka kwenye kundi la bajaji. Tumeshuhudia leo, najua pamoja na yote nyie madereva bajaji, bodaboda na watumiaji wa vyombo vya moto wanashuhudia wanafurahia kuona mafuta yanaendelea kupanda na leo imeshuka bwana. Mimi mwenyewe kama mwenyekiti nimefurahi. Kwa hiyo mafuta yakishuka, basi na sisi kwenye huduma zetu watu ambao wametupokea vizuri tutaendelea kuwashushia nauli. Ndio kitu ambacho mimi kimenifurahisha zaidi, na nimeona shangwe la madereva bajaji walio wengi Iringa wanafurahi na wamejua kwamba serikali yao ipo na inawajali. Na mtazamaji, basi hiyo ni mwenyekiti wa chama cha bajaji Manispaa Iringa Bwana Merab Titus Kiwele akizungumza haya na furaha yake kushuhudia mlipa kodi bora ni nani ambaye atapata tuzo ya Mheshimiwa Rais. Hii ni Matukio Daima na mimi ni Francis Godwin. Endelea kuwa hapa, tutakuunganisha na Mheshimiwa Rais akimtunuku tuzo mlipaji kodi bora. Bado tuungali hapa katika ukumbi wa Royal hapa mjini Iringa, na kubwa zaidi tunashuhudia tukio kubwa la historia katika taifa hili ambapo Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan usiku huu anakwenda kukabidhi tuzo ya mlipa kodi bora nchini Tanzania. Na tuzo ya mlipaji kodi bora nchini Tanzania ndio chagizo hasa la maendeleo. Kama nilivyokutambulisha, mimi ni Francis Godwin na huyu hapa ni naye wakili msomi na mwenyekiti wa chama cha mawakili Tanganyika TLS mkoa wa Iringa Bwana Moses Ambwindwile. Karibu sana. Asante sana Bwana Godwin Francis. Naitwa Moses Ambwindwile. Ambwindwile. Majina ya kibando haya, lakini kwamba tutaendelea kuyazoea hivyo hivyo. Yeah. Na siku zote anakuambia yani hawa wazazi wakati mwingine wanajiamlia tu kuwapa watoto majina magumu, lakini ndivyo hivyo. Hamna shaka. Bwana Ambwindwile, kwamba tunakwenda kushuhudia zoezi hili la tuzo. Nyie kama chama cha mawakili mkoa wa Iringa, wafanyabiashara pia, kwa kiasi gani kwamba mnatathmini tukio hili? Hili ni tukio muhimu sana. Kwanza kupitia tukio hili la leo tunajifunza kwamba TRA sasa imetimiza miaka 30 tangu kuanzishwa kwake kama mamlaka ya mapato Tanzania. Na katika kipindi hiki cha miaka 30 TRA imepiga hatua kubwa. Kwanza katika ukusanyaji wa mapato. Taarifa na takwimu ambazo zimekuwa zikiendelea kutolewa na mamlaka hii zinaonyesha kwamba mapato yanayokusanywa sasa hivi ni mengi zaidi ukilinganisha na ilivyokuwa hapo awali. Lakini pia njia ambazo zimekuwa zikitumika sasa hivi kukusanya mapato kwa walipa kodi ni njia ambazo ni rafiki. Zamani TRA walikuwa wakikusanya mapato kwa kutumia nguvu. Zamani unapomwona afisa wa TRA
ilikuwa ni kama umekutana na askari wakati wa vita, yani nimekutana na adui, yani ulikuwa huwezi ukahimili kukabiliana na maafisa wa TRA. Lakini sasa hivi kodi inakusanywa kirafiki, hakuna vitisho, hakuna mapambano yoyote, lakini pia elimu imekuwa ikiendelea kutolewa zaidi kwa walipa kodi. Kwa hiyo unaona sasa hivi watu wanalipa kodi wakiwa na furaha, tofauti na zamani. Watu walikuwa wanalipa kodi kwa vificho na kwa kukimbia. Lakini kitu kingine kikubwa katika miaka hii 30 ambapo tunapojaribu kufanya tathmini, matumizi ya tehama yamekuwa kwa kiasi kikubwa zaidi. Sasa hivi unakuwa na uwezo wa kufanya miamala yote ya kikodi pasipo kwenda katika ofisi za mamlaka. Kuna mfumo huu unaitwa IDRAS. IDRAS umekuwa ni mfumo ambao umekuwa ni rafiki kwa walipa kodi wengi. Kwa hiyo tunapokuwa tukizungumzia tukitoa tathmini ya TRA katika miaka hii 30, binafsi upande wangu na kama wakili na kama kiongozi wa chama cha mawakili kwa mkoa wa Iringa, tunaona TRA imepiga hatua kubwa sana. Na hicho ndicho ambacho anajivunia chama cha mawakili mkoani Iringa, ndicho anachojivunia mkurugenzi wa The Icon Iringa Bwana Moses, na ndicho anachojivunia kila Mtanzania kuona kwamba hatua imepigwa. Lakini kubwa zaidi ambacho kila mmoja anajivunia kuwa mfanyabiashara ndani ya Tanzania, kwa sababu ile mikiki ya zamani sasa hivi hakuna. Mimi nikushukuru sana Mheshimiwa Wakili Msomi. Asante sana. Asante. Mtazamaji, bado tupo hapa na endelea kuwa nasi. Mtazamaji wa Matukio Daima, bado tungali hapa katika ukumbi wa Royal Palm mjini Iringa, na hapa mkuu wa mkoa wa Iringa Harry James ameongoza wakazi na wafanyabiashara mji wa Iringa kufuatilia mbashara tukio kubwa la tuzo ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tuzo ya mlipa kodi. Na sisi Matukio Daima kwamba tumeona ni wajibu na ni haki kuweza kuzungumza na walipa kodi waliopo Manispaa Iringa. Na mzungumzia George Kaundama, mmoja kati ya wafanyabiashara ndani ya Manispaa Iringa. Hongera kwa kuwa mlipa kodi. Asante sana, kushukuru ndugu mkurugenzi wa Matukio Daima kwa kunipa nafasi hii. Ni kweli mimi ni miongoni mwa walipa kodi wa Manispaa hii ya Iringa au mkoa wa Iringa na taifa kwa ujumla. Ni kwamba niko na biashara zaidi ya 2-3. Kwanza na biashara ya maarufu ya Kalenga West Park ambapo tunauza usingizi. Ndugu yetu Matukio Daima, kama umekwama kwako usingizi upati, ukija kwetu unaweza ukapata vizuri kabisa. Pale mnauza usingizi. Karibu sana, usingizi unapatikana kwa bei cheap kabisa. Lakini pia hebu tuwekane sawa hapo kwamba yeye kupitia Kalenga West Park, hii ni hoteli. Hapo anauza usingizi. Kama kwako usingizi unakuta mang'amng'am, basi unaenda Kalenga West Park hoteli kuweza kununua usingizi kulingana na room ambayo unaitaka. Sawa kabisa ndugu mkurugenzi wa Matukio Daima. Kwa maana hiyo mimi ni mlipa kodi kwa sababu ile hoteli imeanza mwaka 2010 mpaka sasa bado inaendelea, na kila mwezi lazima idondoshe pesa ya, kuna kitu kinaitwa bed levy inadondoshwa kila mwezi, kuna kitu kinaitwa VAT kinadondoshwa kila mwezi, kuna kitu kinaitwa income tax kinadondoshwa kila mwezi, kuna kodi za manispaa zinadondoshwa, kuna kodi za fire zinadondoshwa. Kwa hiyo mimi ni mlipa kodi. Lakini sijaishia hapo. Niko na biashara ya duka la Kaundama Family ambalo linauza vyakula mbalimbali kama vile sukari, unga wa ngano, mafuta ya kupikia na vinginevyo. Lakini sijaishia hapo, pia nina duka la kuuza pembejeo za kilimo kama mbolea na mbegu. Vyote hivyo vinatengeneza kodi, vinasababisha kodi. Sasa tuje kwenye mafanikio ya miaka 30 ya TRA. Ndio. Sisi tunashukuru sana TRA, wanafanya vizuri na wanafanikiwa sana. Ambacho tunaomba TRA, miongoni mwa maneno ambayo wameambiwa wayaangalie, ni kuwakuza wafanyabiashara. Sasa kuwakuza wafanyabiashara, tunafikiri kwamba hilo ndio jambo la maana, kwa sababu wafanyabiashara wanapokuwa mara nyingi huzaliwa branch au matawi. Sasa yanapozaliwa matawi, manake ndio wigo mpana wa kodi unazaliwa. Kwa hiyo tunafikiri kwamba hii ya kukuza wafanyabiashara ni ajenda ambayo nayo TRA waweze kuiangalia vizuri, kwa sababu tumeshaona ndani hii ya awamu ya 6
Kinachoendelea hapa ni kwamba tulipe kodi kwa hiari, tusisurutishwe. Na hii hiari wenyewe TRA wameshaikubali kwa sababu inaonyesha kwamba mapato yao yanaenda vizuri. Kama hapa Iringa tumeambiwa kwamba kwa mwaka 24-25 tulipangiwa tutafute bilioni 60 kitu, lakini tuliweza kuvuka mpaka bilioni 70 kitu. Sasa hii ni jambo jema, na hakuna mfanyabiashara ambaye tuliona aidha amefungwa, aidha ameburuzwa au chombo chake kimekamatwa. Hapana, hiyo tunaona ni jambo ambalo tunakwenda vizuri, na sisi tunatamani hiyo. Kwa hiyo tunatamani TRA waendelee kufikiria sana namna ya kukuza biashara, ili zile biashara zikikua zitengeneze matawi, na zikitengeneza matawi maana yake nini? Kwamba kodi itakusanywa ya kutosha. Kwa haya machache, ndugu mkurugenzi wa Matukio Daima, mimi naipongeza sana TRA kwa miaka yao hii ya ukoja, miaka 30. Sisi tunaipongeza sana, licha ya kwamba mimi kwenye biashara sasa hivi niko zaidi ya miaka 48. Miaka 48? Ndio kabisa. Kama mlipa kodi? Sawa kabisa. Sasa miaka hapa, ndio nitaka nifahamu miaka 48 ya biashara, mlishawahi kushuhudia tuzo ya Mheshimiwa Rais? Ndio, mimi ni miongoni mwa watu ambao nimeshawahi kupata cheti cha ulipa kodi wa kodi zaidi ya mara 3. Huko nyuma wakati damu ilikuwa inachemka kweli kweli nafanya biashara, nilionekana zaidi ya miaka 3 nilipewa cheti cha ulipa kodi mzuri. Kwa hiyo ni kwamba tunaendelea kushuhudia, na hii ni motisha kwamba wewe uliofanya vizuri au uliojitahidi kuonekana kwamba umekubalika mpaka umepewa tuzo, aidha na mkuu wa mkoa, aidha na kamishna wa TRA, aidha na afisa yote wa TRA. Inapendeza sana kwamba unasikia faraja kubwa, moyo wako unafurahi kwamba kumbe jasho langu linatambuliwa. Sasa zamani hizo kwamba mikoa ilikuwa ikiandaa hafla kama hizi, wiki ya mlipa kodi, kuweza kutoa tuzo kwa wapongeza wafanyabiashara wake, lakini sasa hivi Mheshimiwa Rais kwa ajili ya kuweza kuwaheshimisha wafanyabiashara kwamba amekuja na tuzo ya Rais ya mlipa kodi. Hii kwako umeipokeaje? Kwa kweli inazidi kunogesha hii shughuli, kwamba sasa inazidi kupendwa zaidi, lakini naamini kwamba hii shughuli wao huwa wanafanya kimkoa, lakini kitaifa. Sasa hivi ukiangalia, huenda ugundua kwamba mikoa iliyo mingi inaweza ikawa inafanya leo, aidha wanavizia weekend, kwamba labda kwa sababu watu watakuwa wametingwa na shughuli mbalimbali, basi weekend ifanyike. Lakini leo naona wamelazimika, kwa sababu mkuu wa nchi yuko pale Mlimani City anatoa tuzo, na sisi tunamfuatilia kwenye runinga. Ndio maana watakuwa angalau mikoa yote inabidi ifuatilie shughuli ifanyike kwa pamoja nchi nzima. Kwa kweli ni jambo jema na nzuri, tunalipongeza sana. Na mtazamaji Matukio Daima, kwamba huyu ni mzee George Kaundama, kama ambavyo amebainisha, ana biashara takriban 3 na toka miaka 48 amekuwa ni mfanyabiashara na amekuwa akilipa kodi, lakini kubwa zaidi akizungumzia tuzo za Mheshimiwa Rais maarufu kama tuzo ya Rais ya mlipa kodi, kwamba ni heshima kubwa ambayo wafanyabiashara wameipata, heshima kubwa ambayo walipa kodi wanaipata kupitia tuzo hii ya Mheshimiwa Rais. Lakini kubwa zaidi, miaka 30 ya TRA na maadhimisho ya wiki ya mlipa kodi yanafungua mlango mpya kwa wafanya biashara. Zamani hizo kwamba tulikuwa tukishuhudia mfanyabiashara akifukuzana na TRA, mfanyabiashara akifungiwa duka lake, labda kwa sehemu tu, bado yanaendelea. Kwa kweli hilo jambo hatujalisikia. Labda uwe ni mtu sugu ambaye hutaki ushirikiano, kwa sababu wao wanaitwa TRA, Tanzania Revenue Authority. Ile neno authority maana yake ni mamlaka. Kwa hiyo neno lile authority wakati mwingine wanalazimika kulitumia, kwamba sasa wewe kwa sababu umekuwa msumbufu, haupo tayari kulipa kodi kwa hiari, basi ngoja na sisi tutumie ile mamlaka tulionayo. Lakini tumeshagundua halitumiki sana, kwa sababu watu wale moyo wa kulipa kodi ushakuwa mkubwa. Na mtazamaji, basi hii ni Matukio Daima na bado tunafuatilia hotuba ya Mheshimiwa Rais, lakini pia tukio kubwa la tuzo ya mlipa kodi. Mimi ni Francis Godwin, endelea kuwa nasi. Asante sana. Naam, mtazamaji Matukio Daima, bado tungali katika ukumbi huu wa Royal Palm hapa mjini Iringa, na kubwa tumetoka kushuhudia ama tunaendelea kushuhudia tukio kubwa la tuzo za Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania maarufu kama tuzo ya mlipa kodi. Tuzo hizi za rais ni tuzo ambazo zinatajwa kuwa ni heshima kwa mfanya biashara na heshima kwa mlipa kodi. Anajivunia kuona kwamba Mheshimiwa Rais anamheshimisha huyo mlipa kodi. Mimi ni Francis Godwin na hii ni Matukio Daima, na tungali hapa. Nipo na Abubakar Chalamila. Karibu sana
pia watazamaji waweze kufahamu jina. Asante sana, nashukuru ndugu mtangazaji. Ni tukio kubwa na tukio ambalo linakwenda kuacha alama kubwa katika nchi yetu ya Tanzania, kama inavyoelezwa kwamba ni tukio la kuadhimisha miaka 30 ya Mamlaka ya Mapato Tanzania tokea ilipoanzishwa pale tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka 1996 na leo hii tarehe 1 mwezi wa 7 2026, maana yake ni miongo mitatu sasa imetimia. Tumeona kuna maboresho makubwa, kuna mafanikio makubwa. Inaelezwa mwaka 96 Mamlaka ya Mapato Tanzania iliweza kukusanya shilingi bilioni takriban 300 kwa mwaka, lakini leo hii tunaambiwa 24-25 Mamlaka ya Mapato Tanzania imeweza kukusanya trilioni 36. Haya ni mabadiliko makubwa sana, mafanikio ni makubwa sana. Nafikiri ni kwa sababu ufanisi unaopatikana hasa kwa watendaji wa hii Mamlaka ya Mapato Tanzania na hasa katika swala zima la uboreshaji wa mifumo. Mpaka leo hii TRA imekuwa ni rafiki kwa walipa kodi, tofauti na huko zamani tulikuwa tukiona maofisa ya TRA wakifukuzana na walipa kodi barabarani, kitu ambacho sasa hivi hakipo tena. Watu wanalipa kodi kwa wakati, wanalipa kodi kwa hiari. Nafikiri ule uboreshaji na utoaji elimu ya mlipa kodi kwa walipa kodi imekuwa ni chachu ya kuleta haya mabadiliko ambayo leo hii tunayashuhudia. Trilioni 36 kwa mwaka mmoja ni mabadiliko makubwa sana, na tunazidi kuombea nchi yetu ya Tanzania. Mwenyezi Mungu atupe ile mioyo ya uzalendo, tuwe hatimaye wote wa Tanzania, kila mmoja kwa nafasi yake na kwa viwango vyake akawe mlipa kodi shujaa, ili tufikie lengo kubwa la Tanzania inayojitegemea. Sheikh Abubakar Chalamila, kwamba nyie sasa kama viongozi wa dini, upi wajibu wenu kuendelea kuhamasisha kuona kwamba kila Mtanzania analipa kodi? Sisi kama viongozi wa dini tuna wajibu mkubwa wa kuelimisha waumini wetu kupitia majukwaa ya nyumba za ibada, kwa sababu hata vitabu vitukufu, maandiko matakatifu yanaonyesha swala zima la ulipaji na uchangiaji kwa namna mbalimbali. Nitolee mfano mdogo. Katika Uislamu tunafahamu zile nguzo ambazo zinaujenga Uislamu. Kuna nguzo moja ambayo inahusiana na swala zima la ulipaji kulingana na vile unavyopata. Hii ni nguzo ya zaka. Zaka ukiangalia kwa namna fulani haina tofauti sana na ulipaji wa kodi. Zaka inawahusu wale ambao wana vipato vikubwa. Ziko zaka za biashara, ziko zaka za mazao, ziko zaka za wanyama. Maana yake mwenye kipato ambaye Mwenyezi Mungu kamfungulia achangie kiasi fulani, ili wale ambao hali zao ziko duni na wao maisha yao yaboreke. Na ndicho tunachokwenda kufanya na hizi kodi ambazo wanalipa wadau mbalimbali wanaolipa kodi. Serikali inakusanya kodi, lakini in return sasa inakuja kutoa huduma mbalimbali. Inaboresha sekta ya elimu, sekta ya afya, miundombinu na sekta mbalimbali kupitia kodi ambazo wananchi wanalipa. Ndio sawa sana kusema wale wanaotoa zaka, serikali inakusanya zaka, lakini inarudisha sasa kwa wananchi wenyewe na hasa wale ambao hawajiwezi. Miaka 30 ya TRA na tuzo ya rais wa mlipa kodi, nyie kama viongozi wa dini hii mnaizungumziaje? Tukio hili tunaliunga mkono sana, kwa sababu linatoa hamasa, linahamasisha. Mheshimiwa Rais anapotoa tuzo kwa walipa kodi, maana yake ni chachu kwa walipa kodi wengine waone kwamba kuna ukaribu na urafiki kati ya serikali yao na wao. Kama nilivyosema, mifumo imeboreshwa sasa hivi, si ile kodi ya kufukuzana, mpaka inapelekea walipa kodi wenyewe wanatamani huenda na yeye siku ya siku akapata hiyo tuzo. Leo hii unapata baadhi wachache kwa ajili ya kuwakilisha wengine, lakini kesho na kesho kutwa inawezekana ikawa mimi au wewe. Sawa, kuna walipa kodi wa viwango vya juu kabisa, vya kati na vya chini. Kila mmoja kwa nafasi yake anaweza akatamani ifike siku ya siku, ima kwa ngazi ya taifa au kwa ngazi ya mkoa, naye ajisikie kwamba anakabidhiwa tuzo kama mlipa kodi au mlipa kodi shujaa ambaye amewezesha kufikia lile lengo kuu la kufikia katika Tanzania inayojitegemea. Na mtazamaji, Matukio Daima ni tukio kubwa hili la tuzo za Mheshimiwa Rais, tuzo ya mlipa kodi maarufu kama tuzo ya rais ya mlipa kodi, na hapa nazungumza na viongozi wa dini, na huyu ni Sheikh Abubakar Chalamila, na kubwa akipongeza hatua hii ambayo taifa limefikia
hasa katika makusanyo ya kodi, lakini pili amempongeza Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kumheshimisha mlipa kodi kwa kuja na tuzo ya rais ya mlipa kodi, na shauku ya kila moja kuona kwamba ama mimi ama yeye ama wewe unaotazama uje kupata tuzo hii ya rais ya mlipa kodi. Kikubwa kwamba ukiuza toa risiti na ukinunua dai risiti. Mimi ni Francis Godwin na hili Matukio Daima. Asante. Ndio kubwa zaidi lile lengo kubwa kabisa kufikia Tanzania inayojitegemea. Yaani nchi kifikia inajitegemea kwa mapato yake ya ndani kuendesha shughuli zote za serikali, inakuwa imejenga heshima kubwa sana. Vitu vingi tunafika sehemu tunadharaulika kwa sababu tu ya kuwa tegemezi. Tunategemea bajeti yetu kutoka maeneo mengine sio, lakini inapofikia hatua sasa sisi tunajitegemea kwa mapato yetu ya ndani, inatuheshimisha kwa kiasi kikubwa sana katika uso wa dunia. Na wahenga wanasema mtegemea cha nduguye fahari maskini. Tanzania imeamua kuweza kujipambania kupitia kodi zake, kupitia rasilimali zake. Cha msingi kwamba wewe Mtanzania alipa kodi na kwa ajili ya kujenga taifa lako na usikwepe kodi. Na mwisho wa siku ndio. Na kwa kuongezea kuna msemo unasema asiyekula kwa jasho lake hawezi kuongea kwa akili yake. Asiyekula kwa jasho lake hawezi kuongea kwa akili yake. Sasa tutegemee kwamba uwe na akili ya kuongelewa, uwe na akili ya kwako kula kwa jasho lako. Hii ni Matukio Daima, na tukipongeza TRA mkoa wa Iringa kwa maadhimisho haya, lakini kubwa zaidi tumpongeze kamishna wa TRA Bwana Yusuf Mwenda kwa kazi hii njema. Tunashuhudia mapinduzi makubwa. Asante sana. Asante sana. Unaweza ukawa umefika Iringa mara kadha na ukawa unatafuta mahali ambapo unahisi moyo wako unaweza ukasikia vizuri zaidi. Sasa hapa Iringa mjini ukifika mkabala na stendi kuu ya mabasi ya zamani, utakutana na jengo refu. Hilo jengo si mahali pengine popote, hapo ni Lumilo Classic Hotel and Tours. Hapo ni mahali ambapo utahitaji kupumzika. Kuna nafasi za kutosha, vyumba karibu 80, lakini huduma za kwake ni nzuri na ni rahisi tu hapo kama una shughuli zako za mjini kutoka kuingia, na usiona gharama nyingine yeyote, na ukahisi kwamba maisha yako mazuri sana. Nikwambie kitu, life is beautiful. Staying is believing place in your hearts. Karibu Iringa, karibu LM Lodge. Hapa ndipo penyewe. Vyumba vyetu ni kiwango cha gharama nafuu zaidi. LM Lodge hapa ni free wifi, kifungua kinywa zaidi ya nyumbani, maji ya moto wakati wote, parking ya uhakika na ulinzi kama jeshini. LM Lodge tunapatikana Kichangani, Iringa mjini. Tupigie simu namba 0745820310 ama 0678886657. LM Lodge, hapa ni comfort zone. Stani. Ushafika hospitali? Hospitali? Nani anaumwa? Simepigwa simu na walimu hapa, ananiambia kila hali yake mbaya amemkimbiza hospitali. Nitumie elfu 30. Wewe, kwa kila mbona niko naye? Kona? Walimu gani sasa walimu? Hao matapeli. Na ukishaona jumbe za hivyo, yani moja kwa moja nenda kwenye uwanja wa message, andika utapeli, tuma kwenda 15040. Utapokea ujumbe wenye maelekezo. Utaweka namba ya utapeli. Ndio shughuli yake inaishia hapo. Kweli? Mimi ndo nakwambia fanya hivyo. Hebu mpe Bwakila. Bwakila huyu hapa. Baba, tuma elfu 30 basi ule utaka kuwatumia walimu. Takuripoti, wewe jiche tu. Ujumbe huu umeletwa kwenu na Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania, TCRA. Walipa kodi, hakika nyinyi ni nguzo ya taifa la Tanzania.
rais alipotaja, nilikuwa nimepata mashaka kidogo kwamba kwa hii itafanyaje, lakini nafikiri nyimbo zao na sauti zao ni sana pale, na tunashukuru sana rais. Sasa tunaomba tukukaribishe zima na duniani. Ingekuwa hiari yangu mimi ningewapa kila Yesu ni mtu. Kama unaamini sana Yesu ni mtu, piga makofi kwa Sangad Forestry Limited, Iringa Sangad Forestry Limited,